Habari za asubuhi. Salama. Bwana, tuko na wewe live hapa, na wewe ulikuwa mwanasheria kwenye hii kesi kwa upande wa TFF. Tuko na wewe, tunaanza na wewe. Hebu tuambie kesi ilivyokwenda, na tumeona hukumu na kutafsiri kile ambacho kimetolewa na kasi imekuwa tofauti, kila mmoja na tafsiri anavyoifahamu. Hebu tusaidie tafsiri yake ilivyokuwa na kesi ilivyokwenda pia. Kwa maana kuna vitu viwili vinazungumzwa hapa. Wengine wakisema hukumu hii imesema CAS wameitaka Yanga warudi kwenye vyombo vya chini vya kisheria vya TFF, kwa maana zile organs za TFF hawakufanya hivyo mwanzo, kwa hiyo kesi ianze huku chini. Lakini wengine wanakuambia pia jambo limeshaisha, ndio CAS wametupilia mbali na hakuna tena kesi ambayo inatakiwa kuanzia sehemu nyingine. Hebu tusaidie, wewe ulikuwepo kwenye kesi na pengine kisheria imekaa namna gani? Kwanza kabisa nishukuru kwa kunialika kwenye kipindi chako, na nafikiri hii ni mara yangu ya kwanza kusikika kwenye Crown, kwa hiyo nawashukuru sana. Na mimi nitakuwa brief kidogo kwenye hili swala kwamba Yanga walipeleka maombi yao CAS, na maombi makubwa walikuwa wanaomba pamoja na mambo mengine, walikuwa wanaomba fidia walizotumia kwenye kuandaa mchezo, walikuwa wanaomba watu wengine wachukuliwe hatua za kinidhamu, walikuwa wanataka kwamba TFF na Bodi ya Ligi waonekane kwamba hawana integrity, kusemaje kwa Kiswahili. Kwa hiyo kuna mambo ni mengi, lakini kingine pia wanataka wapewe pointi 3 na magoli 3 kwa kutokana na ile mechi iliyoaidishwa. So wakawa wameleta maombi madogo kwamba ili kupata pointi zao 3 na magoli 3, basi kasi iwazuie Bodi ya Ligi kupanga hiyo mechi tena. Nafikiri ilikuwa ni mchezo 184 kama sikosei. Ndio. Wasiupange huo mchezo, lakini pia kama kuna maamuzi mengine yoyote ambayo yanatokana na ule uamuzi wa kuahirisha mechi, basi usimamishwe. Alafu baada ya hapo nafikiri hicho ndicho walikuwa wanakihitaji kikubwa zaidi. Kwa hiyo sisi mawakili wa TFF, mimi Nduruma pamoja na bwana Makubi tukawa tumeweka pingamizi. Ukiangalia ule uamuzi utaona kuna tarehe ambayo sisi tuliweka majibu yetu, na tukawa tumeweka na pingamizi kuhusiana na uhalali wa kesi ya msingi, lakini uhalali pia wa maombi hayo ambayo wameomba kati iwafanyie dhidi ya TFF na Bodi ya Ligi na Simba. Kwa hiyo katika hoja nyingi ambazo tuliziibua ni kwamba Bodi ya Ligi haijafanya maamuzi, kwa sababu ukirejea kama barua hizo utakuwa nazo, waliahirisha ile mechi ili kutoa nafasi ya kufanya uchunguzi wa kina, kujua chanzo ni nini, kuna matatizo gani. Nimekutana na comments za wadau wengi, especially mashabiki wa klabu husika. Wanasema wanajaribu kutoa ufafanuzi wao kwa upeo wao, ambao sasa mimi ningependa hapa utupe elimu kulingana na huu upotoshwaji ambao unaendelea. Kuna watu wanazungumza, wanasema kwamba eti Yanga waliamua kwenda CAS kwa sababu hawakuwa na imani na mamlaka zilizoko hapa nchini. Unaweza kulifafanua hili kwa namna ipi, kwamba hata kama huna imani na mamlaka zilizoko, lakini utaratibu si ndio unavotaka namna hii, kwamba exhaust channel zote za ndani halafu ndio uende nje, si ndio? Ngoja nijaribu kukuchosha. Iko hivi, unajua klabu zote zinaposajiliwa za mpira wa miguu, ina maana zinakubali kufungwa na katiba ya TFF, katiba ya CAF pamoja na kanuni za FIFA. Kwa hiyo huu ndio utaratibu ambao unajulikana, na huu utaratibu una milolongo mizuri kabisa namna gani ya kulalamika na kufanya vitu vingi vyote vinavyofuatana na hii kitu, unaona. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kwamba katika utaratibu huo, yani huwezi kusema kwamba kwa vile sina imani na wewe naruka.
kwa sababu wewe ulikubali kufungwa na katiba ya TFF. Kwa hiyo kuna imani na TFF, fuata basi utaratibu ambao umewekwa na katiba. Mimi naamini wao kutokuwa na imani na TFF sio kisingizio cha kufanya au kutokuwa na imani na bodi ya ligi, sio kisingizio cha kuruka vyombo vya maamuzi ambavyo vimewekwa na kanuni za bodi ya ligi ama labda katiba ya TFF. Kwa hiyo hiyo ni upande wa kwanza, lakini upande wa pili ni kwamba kasi wenyewe kuna kitu kimoja kwamba wanasikiliza shauri kwa scenario mbili. Ya kwanza ni kama katiba ambayo tuseme kwamba kuna kasi yenyewe kuna namna ambavyo katiba imetoa. Kwa mfano katiba ya TFF ingekuwa imetoa kwamba panapotokea situation kama hii lazima iwe particular, tunaenda kasi. Lakini hiyo condition haipo kwenye case kama hii, kwenye situation kama hii ambayo tunaiongelea. Hakuna sehemu ambayo inaonekana kwamba mgogoro wa namna hii unaenda kasi. Lakini pia scenario ya pili ni kwamba kama kuna makubaliano, kama pandekuwa na makubaliano kati ya hiyo klabu pamoja na labda TFF, bodi ya ligi na Yanga ambao ndio walioshtakiwa kule, kwamba baada tunapokuwa na tatizo lolote lile turuke tu, wala tusiende popote pale, tuende moja kwa moja, kasi itachukua mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Nje na hapo hawawezi kabisa. Neno moja ambalo amelizungumza mwanasheria na Jeff alikuwa analisema hapa kutokana na lile andiko. Mimi sijui hapa mimi na mimi ndo katika wale. Nimependa mwanasheria amesema kuna kitu kilichobaki ni kutafsiri Kiingereza na wala sio sheria tena. Sheria imemaliza. Sheria imemaliza tayari. Sikiliza, huyu amesema kuhusu termination. Kipengele cha 33 katika ile hukumu. Mimi nitazungumza kama ilivyoandikwa kwa lugha ya bibi. In the light of the above, the appeal filed by Young African Sports Club shall be deemed withdrawn and the procedure CAS 2025/A/11/298 Young African Sports Club versus Tanzania Football Federation and Tanzania Premier League Board and Simba Sports Club shall be terminated and deleted from the CAS roll. Tumia mpaka neno deleted. Manake hapo ni ndo alosema terminated ilikuwa itoshi. Imekuwa terminated na deleted from the CAS roll. Sasa ndio watu wanaposhindwa kujua kwamba hii kesi imefutwa na imeondolewa moja kwa moja kwenye orodha ya kesi la CAS. Hili jambo limekwisha. Na ukisoma juu yake tu hapa ndio mambo mengine kwa mfano namba 31, therefore imeanza, the deputy president finds that the proper channel for the appellant's appeal is before the Tanzania Football Federation Appeals Committee. So, and the appellant failed to exhaust all internal legal remedies as required by Article R35
Thank you.